Habari za kutwa mtazamaji wa SQF TV na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo ya tarehe 10 Disemba 2025. Uko nami Pendo Gotoni ambaye nakurusha matangazo haya kupitia studio zetu zilizopo hapa ACC jijini Arusha. Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Judith Kapinga amesema baraza la madiwani ndio wasimamizi wakuu wa miradi mikubwa ya maendeleo inayotekelezwa na serikali, hivyo wanapaswa kutimiza wajibu wao kikamilifu ili kuhakikisha wananchi wananufaika na uwekezaji unaofanywa na serikali. Akizungumza katika baraza la kwanza la madiwani na wa halmashauri ya wilaya Mbinga, Mheshimiwa Kapinga amesema ndani ya kipindi cha miaka mitano serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imepanga kutekeleza miradi mingi kimkakati inayolenga kuboresha huduma za jamii na kuinua uchumi wa wananchi. Amebainisha kuwa utekelezaji wa miradi hiyo unahitaji usimamizi makini kutoka kwa madiwani katika maeneo yao. Ukiitwa mheshimiwa haimaanishi unasahau nia ya kwanza ya kwa nini tulichaguliwa kuwa madiwani na kwa nini tulichaguliwa kuwa wabunge. Nafasi hizi ni nafasi za utumishi, ndugu zangu. Ndani ya miaka hii mitano ilani ya Chama cha Mapinduzi tumeahidi mambo mengi sana. Mheshimiwa Rais ameahidi mambo mengi sana. Nyie ndo wasimamizi katika maeneo yenu. Kwa hiyo tunawaomba sana msisahau kwamba ndani ya miaka hii mitano lazima tukimbize maendeleo. Serikali italeta maendeleo kwenye maeneo yetu, lakini watakaosimamia na kuhakikisha inatekelezeka ni nyie. Kwa hiyo sasa nawaomba sana msije mkasahau kwamba miaka hii mitano ni miaka ya kazi, ni miaka ya kurudi kwa wananchi waliotuchagua na ni miaka ya kuwatumikia ndugu zetu wa Mbinga vijijini. Moja ya changamoto zinazokabili halmashauri nyingi nchini ni upungufu wa mapato ya ndani unaosababisha utekelezaji wa miradi mingi kutotekelezwa au kutokamilika kwa wakati. Ninawasihi msimamie kwa ukaribu, kwanza kuboresha vyanzo vya mapato, muhakikishe vyanzo vyote vinatambuliwa, vinawekewa mifumo sahihi na vinatumika ipasavyo bila upotevu. Hakikisheni watendaji mnaowasimamia wanakusanya mapato na wanafanya kazi kwa uadilifu, na pale panapoonekana kuna mianya ya upotevu msisite kuchukua hatua mara moja. Historia si tu mkoa wa Ruvuma lakini nyanda za kusini, sisi tumekuwa ni vinara katika utekelezaji wa shughuli za maendeleo ya halmashauri yetu, lakini pia katika kuisimamia halmashauri yetu. Hakikisheni tutaisimamia halmashauri yetu, tutaiongoza kwa mujibu wa kanuni, taratibu na sheria. Nendeni mkaisimamie. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anatoa fedha nyingi sana za kutekeleza miradi, na hizo fedha wala hazikai kwa mkuu wa mkoa wala hazikai kwa mkurugenzi. Zile fedha zinakwenda vijijini kwa wananchi, iwe miradi ya maji, iwe ya barabara, iwe ya afya, elimu na miradi mingine yote ile inafika vijijini kwa wananchi. Na katika maeneo yale wasimamizi wakubwa ni waheshimiwa madiwani. Nyinyi ndio wasimamizi wa miradi na wahamasishaji wa maendeleo. Nendeni mkafanye kazi iliyotukuka ili dhamira ya Mheshimiwa Rais ya kuleta fedha nyingi za kutekeleza miradi ile ili kuondokana na umaskini kwa wananchi iweze kutimia. Bandari ya Tanga imeendelea kung'ara baada ya kuvuka lengo la upokeaji wa shehena kutoka tani 137,000 kwa mwezi Oktoba hadi zaidi ya tani 200,000 mwezi Novemba. Kuongezeka kwa kiwango hicho kumeenda sambamba na kupungua kwa muda wa ushushaji mizigo kutoka wastani wa siku 7 hadi siku 3, hatua inayotajwa kuongeza ufanisi na kuvutia wateja zaidi wa kimataifa. Katika hatua inaonyesha kuongezeka kwa imani ya nchi nyingine katika uwezo wa bandari ya Tanga, kwa mara ya kwanza shehena ya lami kutoka Iran ikielekea Malawi imepitishwa kupitia bandari hiyo. Tukio hilo limeibua matumaini mapya kuhusu nafasi ya Tanga katika njia za usafirishaji za ukanda wa Afrika Mashariki. Kuanzia mwezi Julai mwaka huu, mwaka wa fedha 25-26, tumepangiwa kwanza kuhudumia tani milioni 1,600,000, wastani wa tani 137,000 kwa mwezi.
lakini kuanzia mwezi wa 7 au Julai mwaka huu tumekuwa tunavuka malengo. Tulianza kwa tani 152,000, baadaye tukaenda tani 157,000. Kwa muda wa miezi miwili kuanzia tuseme mitatu, kuanzia Septemba, Oktoba na Novemba tumefikisha tani 200,000 kwa mwezi. Kwa hiyo tunaona hiyo ni ishara kubwa kwamba malengo tuliowekewa na serikali au na mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania tutayafikia kutokana na uchapakazi wetu. Na hiyo yote haikuja overnight, ni kutokana na ile jinsi tunavyoonyesha ufanisi wetu katika kazi, basi wateja wameongezeka. Kwa hiyo tani hizo tulizozihudumia ni ishara mojawapo kwamba tutafika yale malengo tuliopangiwa na kuvuka ikiwezekana. Bandari yetu ya Tanga kama mnavyojua imeendelea kufanya vizuri kutokana na maboresho yaliyofanywa na serikali chini ya uongozi wa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo hii tunapenda kuwafahamisha kwamba tumeendelea kupokea aina mpya ya mizigo inayopita katika bandari yetu kama alama ya kichocheo au kivutio kwa ufanisi mkubwa unaofanywa na bandari yetu ya Tanga. Leo hii tunao mzigo wa lami, wameamua kutumia bandari yetu ya Tanga kutokana na ufanisi ambao tunao. Sasa wameamua kupitisha kwanza makontena 6 na kila kontena lina mapipa 110. Lami hii inaenda katika nchi jirani ya Malawi. Na hii ni alama kubwa au ishara kubwa ya kutuamini sisi watu wa bandari ya Tanga kutokana na uchapakazi wetu. Kwa hiyo na sisi kama bandari tunawaambia wateja wetu waendelee kutumia bandari yetu ya Tanga na sisi tuko tayari kuwahudumia. Watumishi wa halmashauri ya Buchosa wilayani Sengerema mkoani Mwanza wamepongeza hatua ya mkurugenzi wa halmashauri hiyo Benson Mihayo kwa kutekeleza kwa vitendo mradi wa maji ya bomba uliogharimu zaidi ya shilingi milioni 100 ambao umeondoa adha ya ukosefu wa maji katika ofisi za halmashauri. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, Mihayo amesema mradi huo wa maji ya kisima kirefu ambao umesimamiwa na RUWASA utasambaza maji katika ofisi zote za halmashauri pamoja na nyumba za watumishi na hivyo kuondoa changamoto ya awali ya kutegemea maji kutoka mabwawa ambayo hayakuwa safi na salama. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Buchosa, kuhusiana na huu mradi, ni kulikuwa na changamoto ya upatikanaji wa maji katika halmashauri ya wilaya ya Buchosa tangu ianzishwe mwaka 2015. Kulikuwa hakuna maji. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia maji ya kuchota kwenye bwawa kwa madumu. Sasa imekuwa ni kero kwa watumishi hao wanaofanya kazi katika jengo hili ambalo lina gharimu zaidi ya watumishi 200 na sasa kwa kuleta maji kwenye madumu ilikuwa ni kazi ngumu sana, lakini kuna vikao ambavyo vilikuwa vinaendelea katika halmashauri hii kama kuna vikao. Kwa hiyo kulikuwa na changamoto kubwa, na ukizingatia kwamba hii halmashauri ya wilaya ya Buchosa kutoka kwenye mji pale ni kilomita 3. Kwa hiyo kulikuwa na changamoto, kama siku hiyo maji hayapo basi inakuwa ni shida. Watumishi walikuwa wanalazimika aidha kuchukua bodaboda kurudi mjini makwao kwenda kufanya shughuli zao kule. Lakini baada ya hapo tulikwenda tukaongea na CMT management kwa ajili ya kulitatua hili jambo, tufanye nini. Tukaenda kuuliza RUWASA, wakasema kwamba wana mradi mkubwa ambao unakuja huku, lakini bado upo kwenye upembuzi yakinifu, kwa hiyo unaweza ukachukua muda mrefu. Sasa sisi tukatafuta njia ambayo inaweza ikakuta inasaidia kwa watumishi ambao wako katika hii halmashauri. Tukaja na wazo la kuchimba visima. Kwa hiyo katika kuchimba visima tulitaka kwa sababu hiyo halmashauri kama mnavyoiona iko mlimani, tukatafuta eneo la kuchimba kisima lakini hatukupata. Tukabidi tupate ushauri kwa
watumishi wa bonde ambao wanashughulika na uchimbaji wa visima, tukawaita wakaja wakajaribu kutafuta ingalau ni eneo gani katika halmashauri lililo karibu la kuweza kuchimba kisima. Basi walipokuja kama kwenye eneo hilo mliloenda ndiko walikokwenda kusema kwamba huku kuna maji ingalau yanapatikana kuanzia lita 2,500 kwa saa mpaka 3,000. Kwa hiyo baada wakatupa na mchoro, basi baada ya hapo basi ndio tukatafuta mkandarasi wa kuchimba kwa ajili ya kisima hicho, tukampata Maswi akaja kutuchimbia maji yale. Baada ya kumaliza kuchimba, basi tukatafuta watu wa RUWASA wakatucholea michoro ya kuweza kusambaza maji. Baada ya kuwa wametucholea michoro ya kusambaza maji pamoja na vifaa vitakavyotumika, basi tukaenda kununua vifaa na tukawakabidhi RUWASA kwa ajili ya kutusambazia maji. Kama mlivyoona, basi maji yameweza kufika. Kwanza tulitaka tujenge kule na tuweke ili yawe yanasukumwa na jua, lakini RUWASA pamoja na watu wa TANESCO watuambia hapana, kuna uwezekano wa kwamba tunaweza tukawa tuna umeme kutoka hapa kwenda kule kwenye kisima ambao utasukuma kutoka kule. Tukashukuru kwa ushauri wao na wakaweka pale kwenye kibanda cha mlinzi kwa ajili ya kusukuma maji, kuwasha na kusukuma maji kutoka kule kwenye kisima na kuja huku. Basi wameendelea tukanunua vifaa vile. Watumishi wa RUWASA akiwepo manager wa RUWASA wilaya ya Sengerema wameendelea kama mlivyowakuta kuweza kusambaza maji na mabomba katika maeneo yote. Jeshi la polisi limesema hali ya asubuhi tokea hapo mchana mpaka sasa ni shwari na shughuli za kiuchumi na kijamii zinaendelea huku kama kawaida. Msemaji wa jeshi la polisi DCP David Misime amesema haya kwenye taarifa yake kwa vyombo vya habari na kusisitiza kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vitaendelea kushirikiana na wananchi ili kuhakikisha amani na usalama inaendelea kuimarika hapa nchini, ili kwa wachache wenye hofu waweze kuendelea na shughuli zao. Hali ya usalama ni shwari na shughuli za kiuchumi na kijamii zinaendelea kama kawaida nchi nzima baada ya mapumziko ya jana ya tarehe 9/12/2025 ya sherehe za sikukuu ya uhuru wa taifa letu. Jeshi la polisi kwa ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vitaendelea kushirikiana na nyinyi wananchi kuhakikisha amani na usalama unaendelea kuimarika hapa nchini, ili hata wale wachache wenye hofu waweze kutoka waendelee na shughuli zao za kila siku za kujitafutia riziki na kupata huduma za kijamii wanazohitaji. Aidha, tunawashukuru na kuwapongeza wananchi wote kwa nafasi zao, kwa namna wanavyoendelea kuwakataa na kuwapuuza wale wanaohamasisha na kuchochea vurugu na ukiukwaji wa sheria za nchi kupitia mitandao ya kijamii na njia nyingine. Aidha, tunatoa rai kwa kila mmoja wetu tuendelee kuungana kwa pamoja kulinda na kuimarisha amani na usalama wa taifa letu ili liendelee kuwa sehemu salama ya kuishi kwa vizazi vya sasa na vitakavyokuja. Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Iringa imeitaka serikali kupitia Wizara ya Maji kuhakikisha inakamilisha haraka mradi mkubwa wa maji wa miji 28 uliopo katika halmashauri ya mji wa Mafinga, wilaya ya Mufindi, ambao utekelezaji wake umeendelea kusuasua licha ya fedha za utekelezaji wa mradi huo unatarajiwa kunufaisha wananchi 95,000 kutengwa. Serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 48 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo mkubwa wa maji kwa ajili ya kuwezesha upatikanaji wa maji safi na salama mji wa Mafinga. Najua una ziara hapa mjini, nimeona ratiba yako, alafu kesho utakwenda Mafinga. Miradi ipo mingi ya maji kwenye mkoa wetu na inaendelea kutekelezwa, lakini mradi ambao tunaomba utakapofika Mafinga kesho muone namna. Alipokuja Mheshimiwa Waziri Aweso kabla ya uchaguzi alifanya ziara na tulikwenda naye mpaka kwenye ule mradi wa miji 28
naye alitoa commitment ya serikali. Kwa hiyo nasi tunakuomba kesho, kwa sababu pia utatembelea ule mradi wa miji 28, kidogo ni kama vile umesimama fulani hivi. Na ule mradi sisi tulikuwa tunausemea sana wa miji 28. Lakini baadaye tukafika mahali tukarudi nyuma kidogo, kwa sababu wananchi waliona yale tunayoyasema kwenye utekelezaji hayaonekani. Hatuna shaka na serikali, alipokuja Mheshimiwa Waziri aliweka mazingira ya kuonyesha mradi ule ukomke ili uendelee katika utekelezaji. Mradi ule ni mkubwa sana. Utakapokamilika utasaidia watu wengi sana kupata maji ya uhakika, kama ambavyo hapa Iringa mjini tunapata maji ya uhakika muda wote. Hatuna shida ya maji. Maji yanapatikana hapa vizuri kabisa bila tatizo. Kwa hiyo na ule miji 28 Mafinga, Mheshimiwa Naibu Waziri, ukitiwa uzito na ukatekelezeka ukakamilika, tunaamini kwamba wananchi watafarijika na watafurahi. Na sisi Chama cha Mapinduzi, ilani inapotekelezwa ndio mtaji wetu wa kuwaaminisha wananchi kwamba waendelee kutuamini. Kwa hiyo nawakaribisha sana Iringa. Miradi ipo mingi kama Mheshimiwa Kabati alivyosema, na Waswahili wanasema hata mji wa Roma hakujengwa kwa siku moja. Sisi tumekuwa tunawapa matumaini wananchi kwamba serikali yao ya CCM inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ni serikali makini, wasiwe na wasiwasi, mradi yote itatekelezwa hatua kwa hatua na hatimaye itakamilika. Na ujio wako tunaamini kwamba utaongeza kasi fulani kwenye hii miradi. Hata kule ambapo hujakanyaga, mimi naamini kwa sababu wasaidizi wako hapo na taarifa utakuwa umeshaipata, tunaamini kwamba serikali itatekeleza hiyo miradi ili litimie lile neno zuri ambalo wakina mama motomoto wanapenda kulizungumza, kumtua mama ndoo wapi? Kichwani. CCM oye! Kwa kiwango kikubwa sana, kwa mara ya kwanza ni miradi ambayo Mheshimiwa Rais aliipatia msukumo wa aina yake. Na Mheshimiwa Rais kwenye upande wa sekta ya maji aliipatia msukumo kwa vitendo zaidi. Bajeti ya Wizara ya Maji kabla hajaingia madarakani haikuwa inazidi bilioni 200. Lakini bajeti ya kwake ya kwanza ilikuwa zaidi ya bilioni 600. Na bajeti ya 25-26 ambayo ndio tulienda nayo kwenye uchaguzi ilikuwa ni trilioni 1. Hayo hayahitaji maongezi mengi sana. Ni matendo ambayo yanatafsiriwa kwa mtu ambaye anapenda kubadilisha sekta ya maji, akitambua umuhimu wa maji kwamba ni uhai. Lakini pia kwa mara ya kwanza tulinunua mitambo zaidi ya 20 ngapi? Ruasa 25. Haya magari haya maligi haya. Zamani tulishazoea kwamba mkitaka kufanya kazi zenu mnatumia ile mitambo michache iliyokuwepo pale, lakini pia mna kodi kutoka nje. Lakini mitambo hii 25 manake kila mkoa unaweza kupata, isipokuwa Dar es Salaam kwa sababu yenyewe haina Ruasa. Kwa hiyo tulikuwa tunapeleka mashine hizi kwenye maeneo ya vijijini ambapo hakuna mbadala wa kupata mradi mwingine. Kwa haya yamefanyika ndani ya kipindi chake cha miaka 5. Sisi serikali ya mkoa wa Iringa, wananchi pamoja na watumishi, tumejizatiti kuhakikisha kwamba maono ya Mheshimiwa Rais katika sekta ya maji yanatimia na yanaleta ustawi wa wananchi. Lakini pia tumejipanga kuhakikisha kwamba tunawatengenezea Mkuu wa wilaya ya Sumbawanga mkoa wa Rukwa Nyakia Chirukile amewataka viongozi wa serikali za mitaa katika manispaa ya Sumbawanga kuongeza juhudi za kuwabaini na kufichua makundi ya vijana wanaojihusisha na vitendo vya utapeli mitandaoni vinavyochafua taswira ya wilaya hiyo ya mkoa wa Rukwa kwa ujumla. Kauli hiyo inakuja kufuatia taarifa ya Jeshi la Polisi na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA zinazotaja mkoa wa Rukwa kuwa unaongeza kwa matukio ya utapeli mitandaoni. Na hii sio sifa njema sana. Tutakiwa tusifiwe kwa mambo mengi. Kwa hiyo niendelee kutoa rai kwa vijana wasijihusishe na hizi tamaduni za kutapeli watu, kwa sababu mwisho wa siku nyingine zinaweza kukatarisha maisha yao, wengine watakwenda kufungwa. Na serikali iko makini, iko kazini. Tumesikia mara kadhaa
wenzetu wa jeshi la polisi wakioja hapa na kuwakamata vijana na kuwapeleka maeneo mbalimbali ya nchi kuendelea na kesi zao. Lakini wenzetu wa TCRA waendelee kufuatilia. Ni kweli kwamba watu wamekuwa kitapeliwa, wengine wanadanganywa, watapata utajiri, watapata nini, uganga na vitu kama hivyo. Tiba kupitia tiba asili. Lakini niwajulishe Watanzania kwamba hiyo kitu haipo. Hapa Sumbawanga waliojazana ni matapeli. Wanaofanya hivyo na kuwadanganya kwamba watawatibu na kuwatumia message, tafadhali tuma kwenye namba hii na vitu kama hivyo, huo ni uhuni na hizi habari za kuendelea kuwatapeli wa Tanzania. Kwa sababu hata pesa ambayo unatapeli ndugu yangu haina mwisho mwema, haina mwisho mwema. Mimi katika imani Mwenyezi Mungu amezungumzia sana dhuluma. Hiyo yote ni ufisadi, ni dhuluma. Dhuluma mwisho wake sio mzuri. Kwa hiyo vijana waendelee kutafuta kipato halali, na mimi nimeendelea kuambia vijana wajiunge kwenye vikundi, tuwasaidie. Vijana wanafahamika, sio kwamba wafahamiki, wanafahamika. Pia wana wazazi. Ninachoshauri ni kwamba wajitahidi sana kutoa elimu. Na mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari. Mpaka sasa sina la ziada. Asante sana kuchagua na kutazama SQF News jioni ya leo. Nizidi kukukumbusha huduma ya ambulance inapatikana katika ofisi zetu kupitia namba hizo ambazo unazoziona. Unaweza kupiga bure kabisa tukakufanyia huduma hiyo popote pale ambapo utakuwepo. Bila kusahau tarehe 15 mpaka tarehe 19 tutakuwa na upasuaji wa midomo wazi pale Lumumba, Zanzibar. Sasa ukisikia taarifa hii, umjuze na ndugu yako akamfikisha mtoto wake pale akapata huduma hiyo ambayo inatolewa bure kabisa. Tarehe 21 Disemba tutakuwa na SQF Cleft Marathon msimu wa 7. Endelea kujisajili kwa shilingi 1035. Bila kusahau tangaza na sisi kupitia 0759999888 tukao kufanyia matangazo mazuri na kwa bei nafuu. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa taarifa hizi za habari jioni ya leo, ulikuwa nami Pendo Goto, nikutakie wakati uliokuwa mwema. Bye kwa sasa.